Mheshimiwa Gwajima ametukosea sana wana CCM, na kwa lenki yake mimi natambua ni mneki wa taifa, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Wana CCM ametukosea sana. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Ilemela jijini Mwanza, ndugu Yusufu Bujiku, amemtaka mbunge wa jimbo la Kawe Askofu Josephat Gwajima kukiomba msamaha Chama cha Mapinduzi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania kwa ujumla kwa kile alichokisema mbunge huyo amekikosea chama hicho kwa kumshutumu mwenyekiti wa chama na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Akizungumza na News Update Media, Bujiku amesema Gwajima hakupaswa kuzungumza mambo hayo katika mkutano wa waandishi wa habari na badala yake ushauri wake angeutoa kwenye vikao vya ndani vya chama. Hivi karibuni Askofu Gwajima katika mkutano wake na waandishi wa habari amenukuliwa akieleza mambo kadha wa kadha yanayohusu nchi, huku akitoa ushauri juu ya hali ya utekaji anayohitaja kuwa imekithiri nchini na juu ya mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika teuzi za viongozi mbalimbali anazozifanya. Elia Jackson Lupembe, hii ni News Update Media. Zungumze mambo machache ambayo nimeona mtandaoni yanaendelea, lakini kama kiongozi nadhani si busara nikae kimya. Ni lazima tusimame, tuitetee nchi yetu, lakini pia tukitetee chama chetu. Mheshimiwa Gwajima ametukosea sana wana CCM, na kwa lenki yake mimi natambua ni mneki wa taifa, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Wana CCM ametukosea sana. Haiwezekani mwenyekiti wa chama chetu, sisi viongozi tukatoka nje kuita press kuanza kumshutumu. Haiwezekani. That is sabotage. Hiyo haiwezekani. Na hakuna serikali yoyote au chama chochote kinachoweza kufanya hivyo, na hata kama ni demokrasia hayuko hivyo. Demokrasia unaweza kuzungumza ndani ya chama na watu watakusikiliza na ushauri utapokelewa, lakini haiwezekani kutoka nje kuja kuzungumza maneno mazito juu ya kiongozi wetu na mwenyekiti wetu wa taifa. Haiwezekani. Na mimi nimwambie ndugu yangu, wana CCM umetukosea sana. Umetukosea sana wana CCM. Kwa dhamana ambayo tumekupa, tulidhani kwamba utaitumia kushauri. Una uwezo wa kushauri kwa njia nyingi. Kama kiongozi wa chama unaweza kushauri hata kwa kuandika message, ukamwandikia kiongozi na akasoma akaelewa. Unaweza kushauri hata kwa kuzungumza kwenye mikutano yetu. Tuna mkutano Dodoma hapa siku 2 zijazo. Ungeweza kuzungumza kwenye halmashauri kuu ya taifa, lakini huwezi kuja kuianika serikali yetu kuzungumza maneno ambayo ni assumption, kwa sababu huwezi kuniambia kwamba you are very sure of what you are talking about. That is impossible. Hatutaweza kukubaliana wewe. Na mimi nikuombe Gwajima, chukua nafasi waombe msamaha wana CCM kwa kile ambacho umekifanya kama kiongozi wa chama. Umefanya mambo makosa makubwa sana. Chukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi taifa kwa namna ambavyo ameendelea kukiongoza chama chetu, lakini kwa namna ambavyo pia ameendelea kuiongoza serikali. Kuongoza serikali sio kitu kirahisi sana, na watu wengi wanadhani kuongoza serikali ni kitu rahisi sana. Na wakati wote watu kama haumo kwenye uwanja unaweza kusaidia sana kuwafundisha wachezaji, lakini wakati wewe unaweza kukaa pale uwanjani ucheze mpira, nadhani unaweza kuwa unashangaa wakati mwingine hata mpira wenyewe haugusi. Sasa yako mambo yanaendelea ya kujaribu kuvunja moyo, kukatisha tamaa, lakini pia shutuma. Nimesikia kuna shutuma ambazo zimenenwa tena na kiongozi wetu wa chama. Mimi nipende kuzungumza kwamba kwa sisi wana CCM na utamaduni wetu
na taratibu zetu. Ukishavaa uongozi na ukaaminiwa kuwa kwenye chama kinachounda dola, sidhani kama ni busara kutoka nje na kuanza kuzungumza nje ya nafasi yako ambayo wana CCM wamekupa. Nafasi hizi tunazitumia kushauri, nafasi hizi tunazitumia kuongea na viongozi wetu na kushauri serikali.